Bwana asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu wa mbinguni ambaye kwa upendo wake kwangu na kwa upendo wake kwetu ametupatia wasaa huu mzuri wa kujifunza pamoja nawe neno la Mungu, na ninanyenyekea sana kuwa katika kipindi hiki ambacho kinaruka hewani na Hope Channel Tanzania. Tuombe kwa ajili ya neno la Bwana. Baba yetu mwema uliyetukuka sana, unaishi juu mbinguni, ambaye ni Mungu wa milele zote, hata wasaa huu mzuri ambao umetupatia kwa ajili ya neno lako ni ratiba yako mwenyewe, ni kwa kibali chako mwenyewe. Sasa Mungu, tufundishe, na kila atakayesikiliza neno hili apate matumaini, apate imani, apate nguvu katikati ya udhaifu, ainuliwe katikati ya kuangushwa, amtazame Bwana na kumtazama Yesu peke yake, kwa jina la Yesu, amen. Wasaa huu mzuri nitalileta kwako neno la Bwana ambalo kwa kweli ni zuri, na Bwana amenituma kwalo ili niweze kukufundisha na tujifunze, ili tuweze kupata msingi bora ambao unatoka katika neno la Bwana. Somo la leo linasema tukimtazama Yesu. Hivi unajua Yesu ndiye kila kitu kwetu. Yesu ndiye alileta wokovu. Yesu ndiye alileta tumaini. Yesu ndiye alitupa nguvu katikati ya unyonge. Yesu ndiye alibeba aibu yetu. Ilipaswa tufe milele, maana dhambi ilileta mauti, lakini Yesu akaleta ukombozi, na kwa kumwamini yeye tunaokolewa. Kwa kumwamini yeye tunaishi. Kwa kumwamini yeye tuna tumaini kuu. Kwa kumwamini yeye tunaweza kuwa na uhakika wa mbingu. Kwa kumwamini Yesu tunaweza kujazwa Roho Mtakatifu. Kwa kumwamini Yesu tunaweza kujiona sisi ni bora katikati ya kuumizwa, katikati ya kudharauliwa, katikati ya kuchekwa, katikati ya kusimangwa, katikati ya kukosa vitu vingi katika ulimwengu huu. Tukimtazama Yesu bado tunaweza kupata nguvu, tukimtazama Yesu. Na neno letu la leo linatoka katika Waebrania 12 na fungu la kwanza hadi fungu la 4. Neno la Bwana linasema, basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu. Tukimtazama Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume. Huyu Yesu ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkizimia mioyoni mwenu. Hamjafanya vita hata kumwaga damu. Hamjafanya vita hata kumwaga damu, mkishindana na dhambi. Somo yasema tukimtazama Yesu. I would like to read in English version. Natamani kusoma kwa Kiingereza hiyo Waebrania 12, na natamani nianze na fungu la pili. The book of Hebrews chapter 12 verse 2 up to 4. The Bible says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy
that were fed before him endured the cross, despising the shame, and is set down as a lion of the throne of God. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be worried and faint in your minds. Ye have not yet resisted unto blood, striving against sin. Haya ni maneno ya Kiingereza nimetamani kuyasema. Neno la Biblia linaanza na neno basi. Mwandishi wa kitabu cha Waebrania, wanasiolojia na wanahistoria wanakubaliana ni Paulo. Paulo ni mpiganaji wa vita ya msalaba, na kwa maana hiyo nitamweleza baadaye kidogo nitakapoanza kuwataja mashujaa wa imani. Biblia inaanza na neno basi. Ikumbuke kuwa neno basi linapotumika mahali popote lazima kulikuwa na maelezo yaliyotangulia. Kwa Kiingereza it is enough, imetosha, hakuna haja ya kuendelea, maana muda hautoshi. Basi na sisi pia, kumbe kuna wenzetu waliotangulia. Sasa hao tutawajua. Ukitaka kuielewa Biblia vizuri ni lazima usome sura zilizofuata, maana sura ya 12 ni mwendelezo wa sura ya 11 ambayo kwa kweli ina orodha ya mashujaa wa imani, na hizi sura ninaweza kuziita sura za imani. Hii sura ya 11 na ya 12 ni sura za imani. Hata hivyo basi, kabla sijaendelea kulifafanua fungu la kwanza hadi la 4 ili tukapate concept ya kumtazama Yesu, lazima nikusogeze karibu na neno ili uweze kuelewa ya kwamba sura ya 11 inaeleza nini. Sura ya 11, na natamani nianze na ile fungu la kwanza. Anasema basi imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hiyo ni imani. Sura ya 11 inatoa definition ya imani. Imani ni kuwa na hakika na mambo yasiyoonekana, ni bayana ya mambo ambayo yanatarajiwa. Kwa maana hiyo basi, mstari wa 2 anasema maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Na hiyo ni Waebrania 11 inazungumza katika hiyo imani, wazee wetu walishuhudiwa. Alafu anasema kwa imani twafahamu ulimwengu uliumbwa. Ni wenye imani ndio wanajua ya kwamba ulimwengu uliumbwa. Maana leo kuna mafundisho mengi, wanahistoria wanasema tulitokana na nyani, lakini imani inatufundisha kujua ya kwamba ulimwengu uliumbwa, tena uliumbwa kwa neno la Mungu. Hata hivyo, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Inasema kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini, kwa hiyo akashuhudiwa kuwa na haki. Kumbe hata leo ambao wanatoa zaka na sadaka kwa uaminifu, Biblia inaohesabu wana haki. Hawa wanamtazama Yesu, maana hata Yesu alitoa sadaka ya moyo wake, aliutoa mwili, akatoa maisha. Kwa hiyo anashuhudiwa kuwa na haki. Hivyo basi hata Habili alishuhudiwa kuwa na haki, moja ya shujaa wa imani ambaye Paulo anapomtazama, naam, anasema basi ni huyu Habili ambaye ni kweli aliuawa, lakini ni Waebrania anatuambia ijapo kuwa Habili amekufa, bado sadaka zake zinanena. Wewe unayetoa zaka na sadaka kwa uaminifu, sadaka zako zinanena, maana sadaka haifi, sadaka inahubiri. Hata kama utakufa, sadaka ulizotoa ukajenga makanisa, bado makanisa yanaendelea kuhubiri watu. Sadaka ulizotoa kusaidia wachungaji wakaendelea kufanya kazi ya Bwana, naam, ulishiriki katika utume, sadaka zinanena. Habili anatajwa kama shujaa wa imani ambaye kwenye Waebrania 12 tunaambiwa basi anaanza na Habili. Kwa nini anaanza na Habili? Kwa sababu katika Agano la Kale mtu wa kwanza kuuawa ni huyu Habili, ambaye ndiye yeye aliyekuwa mwenye haki, maana alitoa sadaka kulingana na maelekezo ya Mungu, na aliyemuua ni ndugu yake Kaini. Yumkini ili unabii ule utimie ya kwamba mwanadamu atakufa, ilibidi Adamu na Hawa washuhudie mtoto wao Habili akiuawa.
Hata hivyo wenye haki wanauawa. Ukiwafuatilia sana viongozi wazalendo duniani, wenye haki wanauawa. Watu ambao wanasimama katika kweli kuitaja dhambi kwa jina lake wanauawa. Sikiliza, ukweli unadumu, na hata katika neno la Mungu wa kweli wanahesabiwa wana haki. Hata kama utakufa kwa ajili ya haki, simama, maana unamtazama Yesu. Huyu Yesu alikufa kwa ajili ya haki. Naomba unisikize vizuri. Ametajwa Habili, baadaye anatajwa Henoko. Mstari wa 5 anasema kwa imani Henoko alihamishwa asije akaona mauti. Henoko kiutafiti na kiukweli, na tukilinganisha na maandiko, alienda mbinguni mzima mzima. Kwa nini alienda mbinguni? Ili awakilishe watu wa Mungu ambao wataenda mbinguni bila kuonja mauti. Hii ni kwa nini? Hii ni kwa sababu Yesu anapokuja mara ya pili, kuna wengine watakutwa wako hai. Sasa hao wanawakilishwa na Henoko, na mwingine aliyewakilisha ni Elia. Walienda wazima wazima. Tunaokufa baadaye, halafu tutafufuliwa, maana kwa saa hiyo hiyo hakutakuwa na kuchelewa, kwa dakika hiyo hiyo kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya Mungu. Wafu watafufuliwa na walio hai wote tutabadilika. Sikiliza, wale ambao tutakutwa tuko hai, hata kama tulikuwa na mwili ila ni wa mauti, hatukufa, itabidi tubadilike. Tunawakilishwa na Henoko. Hili ni jambo la kuvutia sana. Kwa hiyo wengine watakutwa wako hai, sijui ni mimi au ni wewe, lakini wewe tumtazame Yesu. Hiyo sio ajenda yako. Ajenda ya maana ni wewe kuokolewa. Tukimtazama Yesu. Kwa hiyo hata Henoko alienda mbinguni kwa imani, alimtazama Yesu, maana ndiye mzaliwa wa kwanza wa wafu. Yesu ndiye Mungu, huyu mfano wa Mungu asiyeonekana. Utasoma kwa wakati wako Wakolosai 1:15 hadi 17, utamuona Yesu. Huyu ni Mungu 100%. Naam, anapokuja duniani anafanyika tu mwili kwa ajili yetu, lakini ndio Mungu. Kwa hiyo hata hawa walimtazama Yesu kwa imani. Mtazame huyu nani? Huyu Henoko alimtazama Yesu, ndio maana alihamishwa asione mauti. Kwa hiyo hata wewe, ni kweli leo tunaweza kufa, lakini unaweza kuhamishwa. Roho yako ikawaza mambo ya mbinguni huko duniani, lakini umehamishwa na habari za dunia. Umehamishwa kwa nini? Unamtazama Yesu. Hautazami dhambi, hautazami matukio ya ulimwengu, unamtazama Yesu, maana ndiye source, the author and the finish of our faith. Aliyeanzisha imani na atakayetimiza. Sasa Henoko tumemwona, huyo alihamishwa. Mstari wa 7, kwa imani Nuhu. Kwa imani Nuhu. Huyu Nuhu tunaona katika mstari wa 7 akisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo ambayo yasionekana bado. Kwa jinsi alivyomcha Mungu, alitengeneza safina. Moja ya mashujaa mwingine ambaye tunampata ni huyu Nuhu, ambaye yeye aliambiwa ya kwamba atengeneze safina. Kutakuwa na gharika, kulikuwa kujawahi kutokea na mvua, lakini kwa sababu ya neno la Bwana Nuhu akatii. Tupate wapi watu kama Nuhu katika ulimwengu wa leo? Ni wanaomtazama Yesu tu. Kuna mambo wanaweza kuambiwa na Bwana, imekuwa hata kama hawajayaona, ni kana kwamba watakuwa wanayo. Wanaotoa zaka na sadaka, hawa ambao wataambiwa ya kwamba Bwana atawabarikia mashamba yao na miji yao, hawa tupate wapi ambao watafanya mambo kwa imani? Kwa imani ya Nuhu. Tupate watu wapi kama Nuhu ambao wataitaja dhambi kwa jina lake? Unajua Nuhu alihubiri miaka 120, watu waache dhambi, lakini aliishia kuokoa watu 8 tu, yaani yeye na watoto wake na wake zao, watu 8. Kwa hiyo tupate wapi watu kama Nuhu? Tumetajwa watu kama Habili, tumetajwa Henoko, tumetajiwa Nuhu. Naam, Biblia inaendelea kusema juu ya hawa mashujaa wa imani. Mstari wa 8 anatajwa Ibrahimu. Alipoitwa aliitika. Ibrahimu, tupate wapi mtu kama Ibrahimu? Where are we going to find such kind of man like Abraham? When the man was called, he accepted the call without asking many questions. Alikubali wito wa Bwana wa kwenda kusikojulikana. Hakuuliza maswali.
Leo watu tukiwaambia tujenge kanisa kubwa, wanauliza maswali, wanaweka vipingamizi. Oh, sio Ibrahimu. Leo watu tukiwaambia tuna ujenzi wa ofisi kwa mfano za jimbo kama South Nyanza wanajenga, SLF wanajenga, watu hawawezi kutouliza, lazima watauliza, waweke vipingamizi. Lakini Ibrahimu aliyemtazama Yesu kwa imani, huyu Ibrahimu hakuuliza maswali, alitii. Tupate wapi watoto ambao watakuwa wanatumwa na wazazi bila kuwa na maswali mengi? Kwa nini mimi tu? Ibrahimu alipoitwa aliitika. Huyo ni Ibrahimu. Lakini mwingine anayetajwa mstari wa 9 au basi wa 10, maana alikuwa akiutazamia mji wenye misingi ambao mwenye kuubuni na kuujenga ni Mungu. Lazima tutazamie mji. Hapa duniani tunapita, kuna mambo lazima tuyaache, kuna tabia lazima tusifungamane nazo, kuna Ukristo lazima uzaliwe ndani yetu, kuna matendo mema lazima yazaliwe ndani yetu, maana tunautazamia mji. Naomba niendelee. Anasema mstari wa 13, hawa wote wakafa katika imani. Kumbe shida sio kufa, kuna kufa katika imani. Imani haifi, haioni kaburi. Imani inaona maisha baada ya kaburi. Yaani wenye imani hawaogopi kufa kwa sababu ya Yesu, hawaogopi kufa kwa sababu ya kutetea imani. Hawa wote wakafa hawa katika imani, wakiwa hawajazipokea zile ahadi, yaani uzima wa milele, maana walimtazama Yesu ambaye ana uzima wa milele, bali wakaziona tokea mbali na kuzishangilia. Hata leo tuione mbingu tokea mbali na tuishangilie. Kila anayetusikiliza kutoka hapa Hope Channel, naam, yeyote anayetusikiliza katika dunia yote, naam, azione ahadi za mbingu na kuzishangilia. Amuone Yesu ameketi katika kiti chake cha enzi mbinguni. Amuone Yesu akiwa anakuja kutuchukua washindi. Kwa imani tumuone Yesu akija kutufufua. Kwa imani tuwe na imani. Hata kama tutakufa, imani haifi, imani inaishi. Ndio maana hawa walikufa, ndio walikufa katika imani. Ndio maana Paulo anawataja kama mashujaa wa imani. Tuendelee na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Sisi ni wapitaji. Paulo anasema wenyeji wetu uko mbinguni. Hawa mashujaa wa imani walijiona kama wageni. Hata sisi ni wageni. Ndio maana tutakiwa kuishi kama dunia wanavyoishi, kama dunia wanakula nguruwe, kama dunia wanalewa pombe, kama dunia wanaishi wanavyotaka. Sisi kama wageni. Wageni wao wana tabia njema. Mgeni akienda kwenye nyumba ya mtu hawezi kuanza kutoa amri pale, maana ni mgeni. Kwa hiyo hapa duniani tuishi kama wageni, maana wa mashujaa wa imani waliishi kama wageni na wasafiri juu ya nchi. 17, kwa imani Ibrahimu alipojaribiwa akamtoa Isaka. Tupate wapi wenye imani kama Ibrahimu? Leo ni ngumu sana kumtoa mtu mtoto, na unajua Ibrahimu hakumshirikisha hata Sara. Sara alingeshirikishwa asingekubali, maana Mungu anampa mtoto akiwa na umri Ibrahimu wa miaka 100, Sara akiwa na miaka 90. Halafu eti Mungu anamjaribu Ibrahimu katika Mwanzo 22 amtoe Isaka. Na unajua haikuwa kawaida ya sadaka za kuteketezwa, lakini Mungu anamjaribu. Ilikuwa jaribu lake, lakini Mungu hakuwa na nia ya kumchukua Isaka. Mungu alikuwa na utaka moyo wa Ibrahimu. Leo Mungu anapoita sadaka za ujenzi wa ofisi, sadaka za majengo ya kanisa, sadaka za makambi, sadaka mbalimbali, unajua hataki kutufilisi. Mungu ana shida na moyo wetu, maana neno linasema hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapokuwapo. Kwa hiyo Mungu anapotuomba chochote hahitaji kitu, maana yeye ni mmiliki wa vyote. Na unajua hata Ibrahimu anajaribiwa kumtoa Isaka, lakini hakusita. Ndio maana anatajwa kama shujaa wa imani. Tumemwona Habili, tumemwona Henoko, tumemwona Nuhu. Tunaendelea kumtazama Ibrahimu, halafu tutaenda kutoa conclusion ya Waebrania 12 ambayo kwa kweli inahitimisha. Lakini sura ya imani ni ya Waebrania 11 ambayo inawataja mashujaa wa imani kwa majina yao.
Naam, yeye aliambiwa katika Isaka uzao wako utaitwa, alimtoa. Halafu kwa imani Isaka aliwabariki Yakobo na Esau. Wazazi ambao wanamtazama Yesu wanawabariki watoto wao. Mtoto wangu unapoenda shule, unafanya mitihani, kafanya vizuri, wanawabariki. Isaka akawabariki Yakobo na Esau. Kumbe kuwabariki watoto ni tendo la imani. Na hivyo basi, yeyote ambaye unanisikiliza hapa, uwe na tabia ya kuwabariki watoto, maana ni tabia ya imani. Hata Yesu alikuwa na tabia ya kubariki watoto. Utasoma kwenye Mathayo 19:4. Akasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana watoto wadogo kama hawa ufalme wa mbinguni ni wao. Tabia ya kubariki ni tabia ya Yesu, na ndio maana Isaka anatajwa kama shujaa wa imani. Kitu kinacholivutia zaidi hapa, wanatajwa watu kama kina Yakobo. Kwa imani Yakobo alipokufa katika kufa, akambariki kila mmoja wana wa Yusufu. Kumbe maisha ya watoto ya imani yanategemeana na maisha ya wazazi ya imani. Yakobo naye anakuja kufanya kile ambacho baba yake Isaka alikifanya. Kwa hiyo kumbe hata sisi leo tunavyoishi, tunaasili watoto wetu watakavyoishi. Kama mzazi haununui lesoni, tegemea watoto wako hawatanunua. Kama mzazi hausomi Biblia, tegemea watoto wako hawatanunua. Kama mzazi hautoi zaka, hauchangii majengo, tegemea hata watoto wako kutokufanya hivi. Yakobo anafanya kile ambacho Isaka alikifanya. Hata sisi wazazi leo tufanye, ili tutengeneze kizazi bora cha imani ambacho ni kweli hakitaandikwa katika historia ya Biblia, lakini bado historia za wanadamu zitadumu kuieleza habari hiyo. Hapa wanatajwa kina Yusufu. Yusufu alipokuwa amekaribia mwisho wake, alitaja habari za kutoka kwa wana wa Israeli, akaagiza kwa habari ya mifupa yake. Unajua, Yusufu ni shujaa wa imani, na ndio maana alikataa kuzini na mke wa Potifa. Tupate wapi watu wanaomtazama Yesu leo ambao wanasema uzinzi sio maisha yao? Achana na habari ya mifupa, mimi nagusa lile tendo la imani ambalo Yusufu huyu anani challenge uzinzi, anakataa uzinzi. Hata wewe unanisikiliza unaweza kukataa uzinzi, maana Yesu yupo ndani yako. Unamtazama yeye mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yako. Yusufu ametajwa, Musa ametajwa. Kwa imani alipozaliwa akafichwa miezi 3 na wazazi wake, kwa sababu waliona kwamba ni mtoto mzuri. Watoto wazuri wanaonekana wakiwa wadogo. 27. Kwa imani akatoka Misri asiogope ghadhabu ya mfalme, maana alistahimili kama mwanaye asionekana. Tuishi kama Musa, tumuone Mungu asiyeonekana. Wakati fulani tunaenda mikoa mingine, kwa sababu nasema hawakujui nifanye tu kwa uzinzi, hawakuoni. Mungu asiyeonekana kwako katika macho ya kawaida anakuona. Kwa hiyo kwa tendo la imani jitahidi sana uishi, yaani kana kwamba Mungu yuko pembeni yako katika kila hatua. Naam, unapotoa sadaka, toa kwa imani, ni kana kwamba Mungu yuko pembeni yako anakusindikiza. Anasindikiza baraka zako, baraka za uchumi, baraka za afya. Kaa tayari kwa kuwa karibu na Yesu, yaani ni kana kwamba unamuona. Haya ndio maisha ya imani. Hapo wametajwa wengi. 29, naomba niseme kwa imani wakapita kati ya bahari ya Shamu. Ni Musa ndiye aliwaongoza Waisraeli wakapita kati ya bahari ya Shamu. Anapiga maji, hiyo ni imani. Hata wewe leo unaweza ukapiga bahari zote za maisha yako. Makonjo yanayokukabili yakakae kwa jina la Bwana, kwa sababu tunamtazama Yesu mwenye kuanzisha na kutimiza. Kama alifanya kwa Waisraeli, atashindwaje kwako? Tazame, bahari ya Shamu iligawanyika. Ni kwa sababu ya imani ya Musa, ambaye anachukua fimbo anapiga maji. Tunaweza kupiga magonjwa, tukapiga umaskini, tukapiga kuchekwa kwa jina na neno la Bwana. Bahari ya Shamu ikagawanyika. Hiyo ni imani. Kama katika nchi kavu, Wamisri walipojaribu kufanya hivyo wakatoswa. Wamisri kweli si walipigwa chini? Walipojaribu kuwafuatilia, bahari iliwafunika wakateketea, mahali pao hapakuonekana. Kwa hiyo basi tumtazame Yesu,
Mambo makubwa yote ya imani hata leo yanawezekana. Leo tumekosa sana imani, lakini bado katikati ya ulimwengu unaokosa imani, bado Mungu anataka tumtazame Yesu, tuwe na imani. Sikiliza, kwa imani Rahabu yule kahaba kuangamia pamoja na hao walioasi. Kumbe hata Rahabu anatajwa yeye mashujaa wa imani. Aliwatunza wale wapelelezi waliokuwa wametumwa kuipeleleza nchi ya Kanaani. Rahabu. Kwa hiyo kumbe kwa tendo dogo la imani unalolifanya, Mungu analihesabu kuwa haki. Kwa nini? Kwa sababu Rahabu alihesabiwa haki na anatajwa kama mashujaa wa imani. Hapa ninapata funzo, kumbe Mungu anaweza kubadilisha makahaba akabadilisha watu wakati katika himaya hii ya kanisa lake la kweli. Hata Rahabu alifanyiwa hivyo. Basi kwa mantiki hiyo, basi Rahabu naye anahesabiwa haki kwa kuwakaribisha wapelelezi. Hata sisi wa Sabato au yeyote anayesikiliza, una wajibu wa kuwa mkarimu. Wakarimu ndugu zako, wakarimu watumishi wa Mungu, wakarimu, kwa sababu matendo hayo yanahesabiwa kuwa haki. Ndio maana bado kwenye Waebrania anasema msisahau kuwafadhili wageni, maana kwa namna hiyo wengi wamewakaribisha malaika pasipo kujua. Rahabu anahesabiwa haki kwa tendo dogo unaloliona. Sadaka yako ndogo unayoitoa inahesabiwa kwa haki. Ndio maana sadaka yule mjane aliyetoa senti 2, Yesu anaitazama, anasema huyu ametoa vingi kuliko vyote. Tendo dogo la imani Mungu analihesabu kwa haki. 32 anasema, nami niseme nini tena? Maana wakati usingenitosha kuleta habari za Gideoni na Baraka ndio, na Samsoni ndio, na Yefta ndio, na Daudi ndio, na Samueli ndio, na manabii. Muda hautoshi, maana wao wote walikuwa wamejaa imani. Kwa imani walishinda milki za wafalme. 33 hiyo, walitenda haki. Tenda haki kazini, katikati ya watumishi wenzio waovu, tenda haki, maana unamtazama Yesu alitenda haki. Walipata ahadi, walifunga vinywa vya simba, anatajwa Danieli kwa imani. Walizima nguvu za moto. Hawa ni Shadraka, Meshaki na Abednego, wala nywele zao hazikuteketea, wala suruali zao hazikuungua, wala harufu ya moshi haikuwapata. Utasoma kwa wakati wako. Hawa vijana hawa wa imani walikataa. Mateso yatakuja hata siku za mwisho, tukatae kwa sababu tuna imani. Imani ya mwisho inategemeana na imani yetu ya sasa. Yaani kama leo tuwe ni mzembe na mlegevu kwenye mambo ya imani, usitegemee siku za mwisho itakapotangazwa alama ya mnyama eti ndio utakuwa msabato. Kweli kweli, hakuna kitu kama hicho. Sabato inaanza kutunzwa leo. Hawa watu walizima milki. Hawa watu wakapunguza nguvu za moto, wakakubali kukabiliana na majaribu. Hata wewe leo unaweza ukamtumaini Yesu katikati ya changamoto. Walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu. Ni kweli katika kazi ya Mungu kuna wakati tunakuwa dhaifu, maana unashangaa watu wanakutengenezea maneno ya uongo, watu wanakusema unakuwa dhaifu, wakati fulani watu wanakupangia njama za kukuua kwa sababu wewe ni mtu wa kusema kweli. Kama Yusufu anauzwa na ndugu zake kwa sababu aliwaambia juu habari ya ndoto. Huyu bwana ndoto akauzwa. Sikiliza, tunatiwa nguvu katikati ya kuwa dhaifu. Hata wachungaji kuna wakati wanahitaji kutiwa nguvu. Hata wazee wa kanisa kuna wakati wanahitajika kutiwa nguvu. Hata waimbaji kuna wakati wanahitajika kutiwa nguvu, na anayetutia nguvu ni huyu Yesu ambaye Wafilipi 4:13 anasema ninayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu. Kumbe wanadamu kuna wakati wanakuwa dhaifu. Walikuwa hodari katika vita, walikimbiza majeshi ya wageni. Wanawake walipokea wafu wao, kama wale wanawake ambao wanampokea Dorcas aliyekuwa amekufa, huyu ambaye ni Tabisa, maana yake paa. Huyu wa kwenye Matendo sura ya 9 aliyekuwa amejaa matendo mema. Unajua Petro alifuatwa katika mji wa Lida uliokuwa kilomita 11 kutoka Yafa, aje amfufue mwanamke shujaa wa imani. Ninampenda Dorcas na nikifika mbinguni nitamuuliza yuko wapi, maana kitabu changu cha kwanza nilichoandika nilizungumza habari za Dorcas, namna ambavyo maisha ya Wasabato na maisha ya wachamungu yanavyopaswa kuwa tabia ya Yesu. Katikati ya vifo vyetu watu waimbe na kusema kwa kweli, tupate wapi mtu kama huyu? Leo watu kwenye misiba ndio wanasifiwa, lakini kazi zinaonekana tu. Wanasifiwa roho yake uilaze mahali pema peponi. Na alikuwa mchawi peponi, na alikuwa hana sifa njema.
Lakini sio Dorcas, wakatamani afufuliwe. Sikiliza, na nilizungumza katika kitabu changu, utakitafuta kwa wakati wako, Maisha ya Busara Maisha. Dorcas alikuwa amekufa, lakini kumbuka, kulikuwa na wajane walikuwa wamefiwa waume zao, wanamlilia Dorcas. Yaani kuna watu wanatamani watu fulani wafufuke, waliokuwa na impact kubwa kwenye jamii. Hawa wanawake wanapokea wafu wao, wanatajwa kama mashujaa wa imani. 36:11 hiyo Waebrania 11:36 anasema wengine walijaribiwa kwa dhihaka, na kwa mapigo, naam, kwa mafungo na kutiwa gerezani. Kama Yohana Mbatizaji anakatwa kichwa akiwa gerezani, walipigwa kwa mawe. Utasoma Matendo sura ya 7. Moja ya majamaa zangu ambao nikifika mbinguni nitawatafuta ni huyu jamaa anayeitwa Stefan, anapigwa mawe hadi kufa. Imani haiogopi mawe. Imani inatumaini. Imani inamtazama Yesu. Imani inainuliwa katikati ya unyonge. Imani inatiwa nguvu kwa maombi. Imani inatiwa nguvu kwa kusoma neno. Imani inatiwa nguvu kwa kumtazama Yesu. Hawa watu walizakiwa wakati wa magerezani, lakini bado mioyo yao ilikuwa imeunganishwa na Bwana. 38 watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao. Hata leo wapo. Kuna watu ulimwengu haustahili kuwa nao. Ndivyo tuwasubiri tu Yesu aje. Kuna watu ulimwengu haustahili kuwa nao. Ukiwatafuta kwenye uzinzi hawapo, ukiwatafuta kwenye ulevi hawapo, kula nguruwe hawapo, ukiwatafuta kwenye unafiki hawapo, ukiwatafuta kwenye wivu hawapo. Yaani kuna watu wapo hata leo kama hawa ambao Biblia inatuambia ulimwengu haukustahili kuwa nao. Hata leo wapo hawa watu ambao ulimwengu haustahili kuwa nao. Na watu wote wakiisha kushuhudiwa kwa imani hawakuipokea ahadi, kwa kuwa Mungu alikuwa ametuandalia kutuwekea sisi kilicho bora. Sisi hawa ni role model wetu. Sisi sio wa kwanza leo kuona majaribu. Kuna mtu anasema uelewa uzinzi ni ngumu sana leo kushinda kwa sababu wanavaa wanawake nguo fupi. Kwani zamani hawakuvaa? Mungu alikuwa anatuandalia hawa ili tuwatazame. Hakuna sababu ya kujitetea katika maisha ya Ukristo. Mungu ametuandalia kitu kilicho bora. Mungu ametuandalia kitu kilicho bora. Sasa turudi kwenye Waebrania 12. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa. Jamani, tunazungukwa na hawa watu, wakina Habili, wakina Enoko, wakina Ibrahimu, akina Yakobo, akina Isaka, akina Daniel, Shadraka, Meshaki, akina Abednego, akina Samueli, akina Gideoni waliongoza majeshi. Watu wengi wanatuzunguka, hawa ambao walipigania imani. Imani inapiganiwa. Hata wewe leo ishi maisha ya kumkiri Yesu, yale maisha ya jikana nafsi na kuacha dhambi, maisha ya kujitoa, kutoa mali, kutoa moyo, kutoa muda kwa Bwana, kujitoa kwa vyote, maana imani inapiganiwa. Tunazungukwa na hilo wingu la mashahidi ambalo Waebrania 11 amewaeleza kwa uzuri. Basi na sisi pia 12 anasema tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito. Mzigo mzito ni zile dhambi ambazo tumeendelea kushikamana nazo muda mrefu. Hatuutazami wakati, tumezing'ang'ania, zimeota miili yetu, zimemea. Yaani kwa kweli kuziacha, tunamhitajika Yesu aingilie kati zaidi. Tukimtazama Yesu ndio tunaweza kushinda na kuweka kando. Kuweka kando ni kuweka pembeni kila mzigo mzito. Mzigo mzito ni hizo dhambi hizo zinazotuzinga upesi. Yaani kuna mtu tangu amwamini Yesu yeye ni mzinzi tu, ni mzigo mzito. Kuna mtu tangu amwamini Yesu yeye ni mchawi tu, ni mzigo mzito. Kuna mtu tangu amwamini Yesu yeye ni muongo tu. Yaani kwa kweli uongo anapendezwa nao, na mwingine anasema kwa kweli mimi siku ikiisha nisipodanganya sijisikii vizuri. Ni mizigo mizito ambayo tumeendelea kuwa nayo, na mbingu inatushangaa maana hatutaki kuweka kando. Tunasema kuacha dhambi ni ngumu, kuokolewa ni vigumu, kwa sababu tumeshindwa kumtazama Yesu. Na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ituzingayo kwa upesi. Dhambi ituzingayo kwa upesi ni hizi dhambi, hii ya uzinzi. Watu leo wengi wana sifa mbaya ya uzinzi, dhambi zinazotuzinga upesi. Hata Yusufu alikimbia dhambi zinazotuzinga upesi. Ni kwa mfano dhambi ya uongo. Watu leo kwenye madaraka wanatumia uongo ili washinde. Watu wanatumia uongo ili waonekane ni wa maana. Na kwa kweli katika ulimwengu wa leo waongo ndio wanapendwa sana.
lakini uongo unaanzia kwa Lucifer. Anawadanganya malaika mbinguni, anawadanganya kwamba Mungu sio mwenye haki. Wajua Mungu ana upendeleo, anawadanganya. Aliwashawishi selusi ya malaika, ndio maana akatupwa mbinguni. Utasoma Ufunuo 12. Huyu Lucifer alitupwa. Huyu ni joka, ni baba wa uongo, anamdanganya hata Hawa ya kwamba eti Mungu amesema msile matunda ya miti yote, wakati Mungu alisema mle yote isipokuwa katikati ya bustani. Leo watu wanapendwa waongo mno katika siasa, na yumkini katika kanisa, ila sidhani kwenye kanisa langu wanapendwa waongo. Lakini sikiliza, hawa waongo hawa mwisho wao hawa ni mauti, maana hata Lucifer ni baba wa uongo. Utasoma Yohana 8:44, anasema ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, maana yeye ni mwongo tangu mwanzo. Anadanganya. Leo waongo wanapendwa. Dhambi nyingine leo tuzinga kwa upesi ni hii dhambi ya uchawi. Watu wamezindika maduka, watu wamezindika mili yao, watu wanajitahidi hadi kutafuta dawa kwa waganga eti wasife, wakati waganga wenyewe wanakufa. Dhambi zinazotuzinga upesi ni hizi dhambi za kutafuta madaraka. Mawaziri wa bunge wanaenda kwa waganga ili wapande vyeo. Hiyo ndio dhambi ambayo huyu rafiki yangu Paulo anapoandika Waebrania anasema tuweke kando kila mzigo mzito na hiyo dhambi ituzingayo upesi. Alafu anasema tukimtazama Yesu. Neno kumtazama Yesu kwa Kigiriki linaitwa afrotense, eiston lesoun, afrotense, eiston lesoun. Tukimtazama Yesu, maana Yesu kwa Kigiriki anaitwa lesos. Mtazame tu Yesu. Haijalishi mzee atakukwaza, usiondoke kwenye kanisa hili. Haijalishi ni mchungaji, haijalishi ni mshiriki mwenzio, usiondoke kwenye kanisa hili. Mtazama Yesu. Hawa na matengenezo hawa nitaendelea kuwasema kila siku, wameshindwa kumtazama Yesu. Hivi Yesu anabadilika na huko unadhani walikoenda ndio wakamilifu sana. Kwa nini Wasabato wa siku hizi wale wanasuka? Wewe hivi utawalazimisha watu kutokusuka? Mbingu ni ya mtu mmoja. Kwa nini wanakula nyama? Wamepotea. Sikiliza, ninawaalika wana matengenezo wote ambao mnanisikiliza, ambao mtanisikiliza, tumtazame Yesu ambaye kwa Kiingereza tumesoma the author and the finisher of our faith. Yeye ndio atahitimisha imani yetu. Naam, atatuvika taji, atatukaribisha katika karamu ya mwana-kondoo. Ndiye Mungu ambaye ninampenda, nitamtumaini, nitamwamini, nitawaongoza kanisa langu la Wasabato wamtazame Yesu katikati ya majaribu, katikati ya kuumizwa, katikati ya kuchekwa, katikati ya kusimangwa, katikati ya kudharauliwa, katikati ya kupondwa chini na kuangushwa, hata kaburi bado imani yao itaishi. Ambaye yeye aliustahimili msalaba. Aliustahimili msalaba. Haikuwa kitu rahisi. Alikuwa amebeba mzigo wa wanadamu wote. Msalaba unaweza kuwa unaonekana ni kitu cha kubeba tu, lakini Yesu alibeba dhambi za wanadamu wote, na ndio anatuokoa, na ndio wakutazama. Ndio maana Paulo anasema mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo sio kipawa chenu, ni kipawa cha Mungu. Na kipawa hicho kinadhihirika katika Kristo aliyestahimili mapingamizi makuu. Unajua Yesu alikutana na mapingamizi makuu sana, makuu. Hata kwenye sinagogi anaposema Roho ya Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, neno hili limetimia. Wanasema huyu hapana, huyu anakufuru. Wanataka kumsukuma kwenye sinagogi. Amekutana na mapingamizi. Anapoponya siku ya Sabato, watu waliendelea sana kumpingapinga, unajua anakufuru. Lakini anasema kwenye Mathayo 12, Sabato ni siku ya kutenda mema. Yesu alikutana na mapingamizi sana, mapingamizi. Watu wengi hata wa karibu, huyu mwanafunzi wake Yuda anamsaliti kwa vipande 30 vya fedha. Ndio Yesu alikutana na mapingamizi hayo. Ni kweli leo hata viongozi wetu wa kanisa wakati fulani watakutana na mapingamizi. Maaskofu watasingiziwa dhambi ambazo sio zao. Wachungaji watasingiziwa dhambi, ni mapingamizi. Watakaosimamia haki wataumizwa. Imeendelea karne zote, lakini kwa kumtazama ni huyo Yesu ambaye Biblia inasema ataitimiza imani yetu. Wenye imani hatuishi leo tu, tunaishi milele ndani yetu. Ndio maana wakati fulani shetani akitaka tukamate katika uzinzi, atukamate katika uchawi, katika uongo, katika wivu, katika chuki, bado tutasimama. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Tunapaswa kushinda. Tunapaswa kushinda. Huyu ameketi kiti cha enzi cha Mungu.
Ikiwa Mungu anaketi katika kiti cha enzi cha Mungu, basi hata wenye imani tutaketi kwenye kiti cha enzi mbinguni, maana Yerusalemu itashuka. Ufunuo 21 inatuambia Yerusalemu itashuka, watu wa imani tutaenda mbinguni. Sikiliza, wa imani tunaishi duniani, lakini tunaishi duniani tukiwa watu wa mbinguni. Hatuishi duniani ili tuende mbinguni, tunaishi duniani lakini tukiwa watu wa mbinguni. Tunasubiria tu saa ifike, tuungane na kina Habili, tuungane na kina Honoko, tuungane na kina Elia, tuungane na kina Musa, tuungane na kina Ibrahimu, tuungane na kina Daudi, watu wa vizazi vyote ambao walisimama na imani hata dakika ya mwisho. Neno la imani kwao halikuonekana ni upuuzi. Neno la imani kwao lilikuwa ni nguvu. Neno la imani kwao Mungu alikuwa anaongoza. Neno la imani kwao haikuwa kuasi. Neno la imani kwao haijalishi tutakufa, ndio hatujakamilika, lakini kwa sababu imani yetu inakamilishwa na imani ya Yesu, ndio tutakufa, hatujazipokea ahadi, lakini tunachokijua ni hiki: asubuhi njema tutakutana na Masihi aliyezaliwa, ndio wa kumtazama. Mstari wa 3 asema, mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao. Kumbe anayetenda dhambi atenda dhambi juu ya nafsi yake. Lolote unaolifanya lina asili. Msije mkachoka. Wasabato ambao kuna safiri pamoja, tunamsubiri Yesu, tusichoke kuomba, tusichoke kuhubiri, tusichoke kugawa vitabu, tusichoke kutoa zaka na sadaka, tusichoke kujenga majengo ya kanisa, tusichoke kuwategemeza wachungaji, tusichoke, maana ni habari njema. Tusichoke. Ukichoka njiani hauwezi kutoboa. Hata watu wa zamani hawakuchoka. Hata Musa alikutana na vipingamizi, wachungaji mtakutana na vipingamizi, wazee wa kanisa mtakutana na vipingamizi, lakini msichoke. Tumtazame Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kuitimiza imani yetu. Mstari wa 4 anasema, au wa 3 hatujaumaliza, mkizimia mioyoni mwenu. Msizimie moyo. Hiyo kauli ninaikumbuka. Daudi anasema asizimie moyo yeyote kwa ajili ya huyu Mfilisti asiyetahiriwa. Nia ninayo, ameyatukana majeshi ya Mungu aliye hai, nami huyu Mfilisti nitampiga, ili Israeli wajue yuko Mungu katika Israeli. Usizimie moyo. Yes, atakushindia. Haijalishi shetani analeta magonjwa kwako unayetoa zaka, haijalishi shetani anaipiga ndoa yako, haijalishi shetani anapiga uongozi wako, bado usizimie moyo. Hatujafanya vita hata kumwaga damu. Yeye alimwaga akishindana na dhambi. Hatujafanya vita, tunajifanya tukuacha kabisa. Uzinzi ni kazi, sio kazi. Hatujamtazama Yesu. Na ngoja nikwambie, muda usingetosha kueleza habari za wanafunzi wa Yesu walivyouawa. Moja ya mwanafunzi ambaye ninampenda, nikifika mbinguni nitatamani kusikia habari zake, jina lake ni Petro. Alimtazama Yesu. Baada ya kuwa amebadilishwa, Petro anamtazama Yesu. Na Petro akakubali kusulubiwa kichwa chini miguu juu kwa ajili ya imani ambayo Bwana alianzisha. Huyo ni Petro. Lakini Andrea anasulubiwa katika msalaba, na Andrea haogopi kifo. Andrea anasema, hakuna saa ambayo ningeikubali kama hii. Saa ya mwili wangu kusulubiwa kwa Kristo. Mwili wangu, yaani anatamani kifo cha msalaba, kwa sababu mwili wake umesulubiwa kwa Kristo. Neno la Wagalatia 2:20 linatimilika kwake, linasema nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai si mimi tena, bali Kristo ndani yangu. Wale ambao Kristo yuko ndani yao, dhambi kuishinda sio kitu kwao. Tunahubiriwa sana Wasabato, acheni kusuka. Wanapinga kwa sababu dhambi bado wanaipenda dunia. Wasabato, acheni kuvaa nguo fupi, hawataki, kwa sababu hawajasulubiwa pamoja na Kristo. Kwa nini hawajasulubiwa? Kwa njia ya ubatizo. Walipobatizwa hawakujazwa Roho Mtakatifu, hawakusulubiwa na Kristo. Wasabato, acheni kuvaa modo, acheni kunyoa denge, wananyoa. Maisha yanaendelea. Tusikiliza, unaweza yote katika yeye akutia nguvu. Wafilipi 4:13. Lete mzigo wako wote, kama Mathayo 11:28 anavyosema, njooni kwangu msumbukao. Kuna dhambi huwezi kuzishinda kama mwanadamu, lakini kwa kumtazama Yesu tutashinda. Nilikuwa namzungumza Andrea, yeye ambaye Andrea anakubali kusulubiwa, anasulubiwa kwa ajili ya Kristo. Naomba nimlete kwako Marko.
Marko ambaye aliandika Injili ya Marko ni mwandishi wa kwanza wa Injili, anaandika mwaka wa 65 hadi 70 baada ya Kristo. Marko huyu wa imani ambaye alimtazama Yesu. Marko alikokotwa kikatili katika barabara za mji. Huyo ni Marko kwa sababu ya imani. Hata Mathayo anayeandika Injili, Mathayo anaandika Injili mwaka wa 80 hadi 100 baada ya Kristo. Mathayo naye Mathayo aliuawa kwa upanga kwa sababu ya kumtazama Yesu. Huyo ni Mathayo. Naomba nikuletee kwako Paulo. Paulo alikatwa kichwa na mfalme Nero kwa sababu ya imani ambayo wewe unaichezea. Maombi mpaka tukulazimishe, kununua lesoni mpaka tukulazimishe, vitabu vya unabii mpaka tukulazimishe, lakini kuna watu waliifia imani. Hata wewe unaweza. Paulo akakatwa kichwa na mfalme Nero Demanius Augustus. Alimkata kichwa. Sikiliza, naomba nikuletee habari za huyu mwanafunzi anaitwa Bartholomayo. Bartholomayo aliuawa kwa upanga. Bartholomayo alipigwa mijeledi mpaka kufa. Naomba nimlete kwako Yakobo. Yakobo alitupwa kwenye kinara kirefu futi 100. Alafu baadaye akapigwa lungu akafa. Naomba nimlete kwako Yohana. Anawekwa kwenye tanuru la mafuta kwa sababu ya imani. Muda usingetosha hawa mashujaa wa imani kueleza habari zao, maana habari za uandishi wa Biblia zilikuwa zimeshapita, lakini wengi orodha ingeendelea kuandikwa na hata leo inaendelea kuandikwa. Yuko mtu anaitwa Nathanieli. Nathanieli yeye alichoma mkuki mpaka kufa. Nenda kwenye nchi ya India, kuna ushahidi huo. Sio Nathanieli tu, yule mwingine Sadayo aliyeshika nafasi ya Yuda Iskarioti aliuawa kwa mkuki. Wanafunzi wa Yesu waliumizwa vibaya kwa sababu ya imani, walimtazama Yesu. Lakini wengine hata wana matengenezo katika zama zetu hizi, akiwepo John Huss. John Huss ni mwana matengenezo ambaye utafuatilia historia yake, ambaye John Huss anaambiwa kukana imani. Walienda kinyume sana na mafundisho ya Katoliki, ambao walikuwa eti mtu mpaka pewe cheti cha msamaha, mwingine anaenda kutafuta toba huko. Walipinga sana kina John Huss. Hao na matengenezo waliotetea imani. John Huss, saa ya kifo inapofika, moto umewekwa pembeni. John Huss anaambiwa, John Huss, this is your last chance to recount and abjure all errors. Huu ni muda wako wa mwisho wa kukanusha makosa yako na kuyakana. John Huss anasema, I call God a witness that all I've written and preached has been to rescue souls from sin. There is no turning back. My Lord passed the way of truth and duty, even took to Calvary. One of the following humbled with his gospels is more important than life. Joyful then, I have confirmed my blood to all I've written and preached of the truth that I've heard. To thee, O Lord, I commit my spirit. John Huss anasema, ninamwita Mungu kushuhudia kwamba yote niliyoandika na kuhubiri yamekusudiwa kuokoa leo kutoka dhambini. Sitarudi nyuma kamwe. Mwokozi wangu alichagua njia ya msalaba, nami kwa unyenyekevu naifuata, maana ninajua ukweli wa neno la Mungu ni zaidi ya maisha. Ninakubali damu yangu kuwa mbegu kwa yote niliyoandika na kuhubiri. John Huss anakubali kuyatoa maisha, na baada ya kukanusha ya kwamba amekataa kukana ukweli wa neno la Mungu, moto unamteketeza John Huss. Leo video zimeenea katika YouTube, video zimeenea pandaoni kwa ajili ya huyu mwana matengenezo aliyetetea imani. Hata wewe, kabla sheria ya mnyama alama ya Jumapili haijatangazwa, anza mazoezi sasa kuacha dhambi. Hauwezi kuwa msabato miaka yote wewe ni mzinzi. Hauwezi. Miaka yote wewe ni mchawi. Miaka yote wewe ni muongo. Miaka yote una wivu. Njoo kwa Yesu. Jisalimishe tena. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni kila siku, lakini wengi wataangamia kwa sababu ya viburi. Uzinzi umetapakaa tu. Tumtazame Yesu, mwenye kuanzisha na kutimiza imani, ambaye kwa furaha sana aliyastahimili mapingamizi makuu ya watendao dhambi juu ya nafsi zao. Na ndio maana Ufunuo 1:7 anasema waliomchoma wataomboleza. Sasa unapotenda dhambi unamsulubisha Yesu mara ya pili, ogopa sana kuja ufie dhambini. Jitahidi sana kumpokea Yesu kila siku. Kila siku uwe na badiliko. Sio uko pale pale. Mimi niko pale pale. Yuko pale pale kufanyaje sasa? Kwa hiyo Ukristo wako kwako una faida.
mtazame Yesu. Zaka na sadaka, watu mnaambiwa kila siku, mahela mnayo, mmejaa viburi tu, ili nani aitegemeze kazi? Hizo mali mtaziacha, hizo mali hamtaenda nazo. Watu wana mahela bilioni kwenye maakaunti, lakini omba mchango sasa. Jamani, tunatafuta tu milioni 2 hapa, wiki nzima mtapambana na washiriki. Watu hawataki kutoa fedha na wanayo. Sikiliza rafiki, mali zako utaziacha kwa sababu uko mwaminifu, na mbinguni utaenda na dunia itakuwa imekupiga. Sasa si bora uchague tu kama unamtaka Mungu au shetani? Wewe una mahela, toa. Watu wabaidi mno. Yeye nashukuru kazi yangu ya Sabato, watu wanaendelea kuelimika, wanaendelea kutoa. Hata hivyo tunajenga makanisa mazuri. Tunajenga maofisi mazuri, kwa mfano ukienda South Nyanza. Tunajenga. Mafilidi mengi kama SRF watu wanajenga. Watu wanatoa, wanawategemeza wachungaji. Lakini leo watu hawana imani za kale. Wachungaji wao watuombe, tuwanunulie magari, halafu sisi washiriki tujitegemee. Sasa wao siamtaki ufanye kazi zingine. Mimi ninashauri wale wachungaji ambao wanafanya kazi ya Mungu kweli kweli, sio dhambi kununuliwa magari. Sio dhambi. Maana watakula hekaluni. Ila wale sijui mafuta ya upako, sijui kokota za upako, au kwanza wanazo nyingi, wamepiga nyingi mno. Ila wachungaji wetu ambao mnaona mnaweza kuwasaidia, sio dhambi. Nimeona wachungaji, mtu mmoja tu anajitolea kumnunulia gari, mwingine anajitolea kumsomeshia watoto, mwingine kumhudumia anapoumwa, mwingine hivyo. Sio dhambi. Wachungaji wao wanatuomba tuwanunulie magari. Ni mioyo ya Nebukadneza, ya wivu, ya kiburi. Wewe saidia. Una mahela, kuna watu wana mahela kanisani. Somesheni hata wachungaji tunaosoma Bugema. Si unajitolea tu. Unajitolea tu. Mimi nitakulipia ada hiyo miaka hiyo. Unajitolea, si umebarikiwa. Mahela yako hayo hautazikwa naye. Fanya kazi ya Bwana. Acha alama. Habili alikufa, lakini bado sadaka yake ikanena. Kwa hiyo fanya kazi ya Bwana kungali mchana, kungali una nafasi. Maana hakuna kazi wala neno huko kuzimu uendako, huko kaburini hakuna neno. Fanya kazi ya Bwana. Neema Yesu ikusaidie kumtazama Yesu, na usiondeke kwenye hii imani eti umekwazwa. Hata Yesu alikwazwa, lakini alitimiza lengo la ukombozi. Ninampenda Yesu wangu, ayastahimili mapingamizi makuu ya watendao dhambi, na alikuwa ni Mungu. Kama Mungu alijaribiwa wewe, eti kuna mtu nimesema ndio maana siji kanisani, hujakomaa kwenye imani, mtazame Yesu. Mtazame. Hata kina Petro, wakati fulani Petro wanaenda na Yohana pale hekaluni, wanamponya yule kiwete aliyekuwa amezaliwa kiwete kwa miaka zaidi ya 40 ameteseka. Petro anamwambia yule kiwete, sina fedha wala dhahabu, lakini nikupacho ndicho hiki, kwa jina la Yesu wa Nazareti simama uende. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo hata wao walipelekwa kwenye masinagogi. Walipelekwa. Na wanasema ni vizuri kumtii Mungu au nyinyi. Kwa hiyo hata Yesu alikwaza, manabii walikwaza, ndio maana waliuawa vibaya. Nimekusimulia kina Mathayo, kina Marko, wote waliuawa vibaya. Hata wewe bado unaweza kuwa shujaa wa imani, ila anza maombi sasa, soma neno, nunua makesha, hivyo hivyo utaendelea kukomaa katika imani. Bwana akubariki unapojiandaa kumtazama Yesu kwa ajili sio ya maisha ya sasa tu, ili uokolewe. Pokea neno hilo na Bwana akutie nguvu tunapoomba. Fumba macho tuombe. Yesu unayetenda kazi ndani yetu, asante. Maana kwa neno lako umetuimarisha ya kwamba tumtazame Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa furaha sana aliyastahimili mapingamizi makuu ya watendao dhambi juu ya nafsi zao. Aliustahimili msalaba na kudharau aibu. Sabato tusaidie tudharau aibu. Tudharau aibu kwa kutokutenda dhambi ambazo kwa kweli watu wataona mbona kama sisi tumepotoka. Eti hatusherekei Christmas, eti hatusherekei Pasaka, Sabato, hawavai hereni. Sawa, watudharau kwa muda ili tuheshimiwe milele. Tusaidie, tudharau aibu. Wengine wanaogopa kufanya uinjilisti wa vitabu. Eti uinjilisti wa vitabu ni aibu. Wataonekanaje wanauza vitabu? Sikiliza, wamebeba utume. Hebu jitahidi sana kuidharau aibu. Kuidharau aibu. Kuvaa sketi ndefu sio dhambi. Ila watu wanataka sketi fupi ili kujionyesha. Bora tu wavae ndefu ili waonekane aibu ya muda, ili waokolewe milele nafsi zao na Yesu Kristo. Hawa watu washindie dhambi ziwazingaza upesi, ili waungane na mashujaa wa imani. Mao tumewataja ni kina Habili, na msiwezi kuwataja wote kwa sababu ya muda, lakini basi hao mashujaa waliotajwa na mtu yaishi maisha yao.
hata kama hawakukamilika, lakini imani ya Yesu ilikamilika ndani yao. Hata leo kuna watu tunaweza kuonekana hatujakamilika, lakini kwa sababu tunavyojitahidi kuomba na kujitahidi kuepuka dhambi ambazo sio za lazima, kama kuangalia mpira, Yesu anavyotutia nguvu, ndio hivyo tunaweza kuonekana ni mashujaa wa imani. Roza bado inaandikwa, kila aliyesikiliza hotuba hii, saidia Yesu, jina lake liongezeke, maana hakuna atakayeingia katika ufalme wako kama jina lake alikuandikwa. Yesu wasaidie majina yao yaandikwe, ila waanze kushinda dhambi sasa. Uwasaidie waishi utakatifu huo, maana mbinguni wala hatuenzi kuishi utakatifu, unaanzia sasa. Mbinguni tunaenda tu kuutimiliza, ndio maana tunapewa taji. Kazi kubwa iko duniani, kwa hiyo utusaidie tuishi utakatifu sasa. Baada ya yote, tusaidie wote tukutane katika karamu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu, amen.